Kuna breaking news hapa mtazamaji wangu. Watu watatu waliotumwa na Samia kumkamata mwanaharakati mmoja kutoka nchini Kenya wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka mahakamani. Karibu ni kuchanganulie haya kwa undani, tuone ni kwa nini wanamtafuta huyu mwanaharakati na lengo la serikali ni lipi. Tafadhali jiunge kwenye ukumbi huu wetu wa Tanzania News TV, mahala ambapo napata taarifa za ukweli. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Sasa kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa na chama cha mawakili nchini Kenya ambacho kinaitwa Law Society of Kenya, wakishirikiana na Amnesty International Kenya kuhusu uokoaji wa mwanaharakati mwenye alikuwa ametekwa, mwenye anaitwa Mshabaha Hamza, ukipenda kwenye mitandao ya kijamii aswa upande wa X au ukipenda Twitter anaitwa Think Different. Bwana Mshabaha Hamza ni miongoni mwa wanaharakati kutoka kwa taifa letu la Tanzania ambao wamekuwa mstari wa mbele kutetea haki za kibinadamu, aswa kuweza kuhakikisha kwamba yale machafuko ambayo yaliweza kutendeka mwaka uliopita, mahala ambapo watu zaidi ya 10,000 waliweza kuuawa kipindi cha maandamano, haki inapatikana. Lakini sasa kulingana na taarifa ambazo ziliweza kutolewa mnamo tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2026 na chama cha mawakili nchini Kenya wakishirikiana na Amnesty International, waliweza kupongeza hatua za haraka zilizochukuliwa mnamo siku ya Jumapili tarehe 22 mwezi wa pili na maafisa kutoka kwa vituo vya polisi vya Kenya pamoja na Kiumbi DCI wa Kiumbi pamoja na vyombo vingine vya usalama vya kitaifa na kaunti na taasisi za serikali waliweza kuchukua hatua za haraka na kuweza kuwakamata washukiwa hawa watatu ambao walikuwa wamemteka nyara bwana Think Different, ukipenda Mshabaha Hamza. Sote tunaelewa kwamba katika taifa letu la Tanzania, ukiwa unapinga serikali na ukiwa unataka haki kwa waliodhulumiwa ziweze kufanyika, wewe ni adui wa serikali. Kwa hivyo wanaharakati wengi wametoroka nchini Tanzania. Ikiwa mimi tumetoroka nchini Tanzania, tunaishi kwingine. Angalia kina Maria Sarungi wako Kenya. Hata huyo Think Different yuko Kenya. Hapa ndipo aliweza kutolewa. Sasa hawa watekaji sasa, maharamia walimwendea mpaka Kenya, Nairobi, wakamkamata kutoka pale, wakampea dawa za kulevya, wakamlewesha, wakamtupa kwa gari ili kumrudisha Tanzania waende kumfungulia kesi. Lakini sasa tunaelezwa bwana Mshabaha Hamza aliwazidi nguvu na wakamrusha upande wa Lukenya baada ya kuzidiwa nguvu, kwa sababu inaonekana kwamba ilikuwa ni harakati za kupigana ili bwana Hamza asija karejeshwa Tanzania. Sasa wakamrusha, akaokolewa na maafisa wa polisi wa Kenya. Lakini kwa bahati nzuri hawa maafisa wa polisi wa DCI wa Kenya wakashirikiana na maafisa wengine kutoka Kiumbi na Lukenya karibu na mpaka wa Tanzania, wakawakamata hawa waharamia watatu ambao inashukiwa kwamba waliweza kutumwa
na hii serikali ya Samia kuweza kumteka huyu mwanaharakati ili kumrudisha nchini Tanzania. Sasa kulingana na nyaraka ambazo zimeweza kutolewa na chama cha mawakili nchini Kenya, kinavipongeza maafisa wa polisi waliochukua hatua madhubuti za haraka kuweza kuhakikisha kwamba bwana Think Big ama Think Different harudishwi kwa nguvu nchini mwetu Tanzania kwenda kufunguliwa mashtaka. Sasa tunaelezwa kwamba maafisa walichukua hatua za haraka baada ya bwana Mshabaha kupinga washambuliaji wake na kutupwa katika kituo cha Lukenya akiwa ameleweshwa dawa na kujeruhiwa. Sasa naelezwa kwamba polisi walizuia gari lao na kuwakamata watu watatu waliokuwamo, mmoja wao akiwa anaitwa Edward Mwangi Mwai ambaye ni Mkenya, lakini tunaelezwa kwamba anaishi Afrika Kusini, na bwana Nelson Wanjohi Kirika ambaye vilevile anashukiwa kuwa ni Mkenya, lakini ndiye alikuwa dereva wa ile gari ambalo lilikuwa limeabiriwa kumsafirisha bwana Mshabaha nyumbani Tanzania, huku watatu akiwa anaitwa Aziz Hamad ambaye ni raia wa taifa letu la Tanzania. Huyu sasa ndiye inaonekana kwamba alikuwa amepewa maelekezo na hii serikali ya Samia kuweza kushirikiana kumrejesha huyu bwana Think Different kwenye mtandao wake, ama ukipenda Mshabaha Hamza. Kwa wale ambao hamjui, bwana Mshabaha Hamza ni mtetezi maarufu wa haki za binadamu kutoka nchini mwetu Tanzania, na amekuwa mstari wa mbele katika harakati za kikanda kuhusu demokrasia, uwajibikaji na haki, hasa baada ya vurugu za baada ya uchaguzi mwaka 2025 nchini Tanzania. Yeye ni mwanachama wa mtandao wa mshikamano wa Pan African, jumuiya inayojitolea kupinga utawala wa kiimla barani Afrika. Sasa unaona kuna jitihada ambazo zinaendelezwa na hii serikali ya Samia Suluhu Hassan ili kuendelea kuwakamata na hata kuwapoteza au kuwajeruhi wale ambao wamekuwa mstari wa mbele kuweza kupinga unyama na uharamia ambao unaendelezwa katika taifa letu la Tanzania, aswa ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji. Sasa tunaelezwa kwamba Amnesty International, chama cha mawakili Kenya, vinakaribisha hatua madhubuti ya mamlaka ya Kenya ya kulinda maisha yake bwana Hamza na kuzuia kurejeshwa kwake kwa nguvu nchini Tanzania. Hatua hiyo inaakisi wajibu wa kikatiba na kimataifa wa Kenya wa kuwalinda watu wote, hususan watetezi wa haki za binadamu wanaokabiliwa na hatari kubwa. Unaelewa, mtu ambaye kama sisi, watu ambao tunatetea haki za binadamu, tunachungwa na haki za kibinadamu ulimwenguni. Silazimishwi ama sitaweza kukamatwa kurejeshwa nchini mwetu. Ni haki ya taifa ambalo nipo kuweza kunilinda. Sasa kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutoka mahakamani, mahala ambapo wenzetu Kenya wameharakisha sana na kuweza kufungulia hawa maharamia watatu kesi, wanataka ama wameweza kutoa wito wa namba moja, kufanyika kwa uchunguzi kamili wa wazi na usio na upendeleo kuhusu utambulisho, nia na mitandao iliyokuwa inasubiri kukabidhiwa kwake mpakani mwa Kenya na Tanzania. Unaona, huyu bwana Think Different Mshabaha, kipindi ambapo aliweza kutekwa kutoka nchini Kenya, alikuwa anasafirishwa kuelekea Tanzania, lakini walikuwa wanataka kuweza kumpeana kwa mamlaka ya Tanzania kwenye mpaka wa Tanzania ili aweza kupelekwa Tanzania kufunguliwa kesi. Na kwa wale ambao mnaelewa,
Bwana Mshabaha Hamza ni mtu wa karibu, msaidizi wake mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi, ambaye naye amekwepa jaribio la kuweza kumteka mara 3. Nina imani kwamba hii serikali ilikuwa inataka kumkamata bwana Mshabaha ili kuweza kupata taarifa mahala ambapo Maria Sarungi yupo. Sasa wito mwingine ambao uliweza kutolewa na mamlaka ya Kenya, wanataka uwajibikaji sio kwa washukiwa waliomkamatwa pekee, bali pia kukamatwa mara moja kwa watu wowote, iwe Kenya, Tanzania, Afrika Kusini au kwingineko, ambao huenda walipanga, wafadhili au waliongoza shambulio hili. Sasa mamlaka ya wanaharakati na mamlaka ya sheria Kenya inataka uwajibikaji sio kwa washukiwa hawa 3 pekee waliokamatwa, bali pia wanataka kukamatwa mara moja kwa watu wote, iwe Tanzania, iwe Afrika Kusini, waliopanga bwana Mshabaha kutekwa nyara. Na namba 3, mamlaka hii ya watetezi wa haki na mamlaka hii ya sheria Kenya inataka kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya mashirika ya haki za binadamu na mamlaka za Kenya ili kuwalinda watetezi wa haki za binadamu, hasa walioko uhamishoni au katika mazingira ya mipaka. Sasa hii mamlaka ya Kenya ya haki inataka watetezi wa haki waweze kulindwa, haswa wale ambao tumeweza kutoroka kutoka Kenya, yani kutoroka kutoka Tanzania, ili tuweze kulindwa. Sasa kulingana na taarifa, tunaelezwa kwamba majaribio ya kuteka nyara, kudhuru na kunyamazisha wanaharakati yanakiuka uhuru wa msingi katika eneo la Afrika Mashariki, na Kenya lazima ihakikishe kuwa ardhi yake haitumiki kamwe kwa kuwakandamiza na kuvuka mipaka, kurejeshwa kwa nguvu au mashambulio dhidi ya wale wanaotumia haki yao ya kutetea haki za binadamu. Amnesty vilevile International na chama cha mawakili Kenya wanasema kwamba wataendelea kufuatilia kesi hii na kuunga mkono juhudi za kuhakikisha haki inapatikana kwa Mshabaha na usalama wake kwa watetezi wote wa haki za binadamu wanaofanya kazi na katika kanda hii ambayo tupo. Lakini mpenzi mtazamaji, kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Kukamatwa kwa Mshabaha Hamza kunakuja baada ya taarifa hivi majuzi kuweza kutolewa kwamba mtoto wake Samia Suluhu Hassan mwenye anaitwa Abduli alikuwa amefunga safari na kutembelea Kenya. Je, ni kipi ambacho huyu mtoto wa Samia Abduli alikuwa ameenda kutembelea kufanya Kenya isipokuwa kuratibu utekaji nyara kwa wanaharakati? Na nikimalizia, mpenzi mtazamaji, kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Hii serikali iko mbioni kuweza kuhakikisha kwamba wanafunga na kufuta ushahidi wowote ambao unaonyesha wananchi waliweza kuuawa mnamo mwaka 2025, haswa kipindi ambapo kuna kesi ambayo inaendelea kufuatiliwa katika mahakama ya ICC. Vilevile mpenzi mtazamaji, kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa. Hii serikali iko mbioni kuweza kufuta ushahidi wote na kuweza kunyamazisha sauti ambazo zinachangia kupatikana kwa haki kwa waliodhulumiwa kipindi cha uchaguzi mwaka 2025. Tunapongeza Kenya kwa kuchukua hatua za haraka na tunapongeza maafisa wa polisi wa Kenya kwa kuchukua hatua za haraka na kuweza kuhakikisha kwamba maisha ya Hamza Mshabaha ukipenda kwa jina la Think Different yako salama. Na sijui hii serikali batili itaendeleza ujinga huu mpaka lini. Wanajua walifanya makosa,
lakini wanataka kutumia njia ya vitisho kuweza kunyamazisha sauti ambazo zinapinga utawala batili. Sijui wazo lako ni lipi? Zungumza hapa chini.